Na kwa mara nyingine tena nimshukuru Mungu kwa kibali hiki ambacho ameweza kukiachilia kwangu ili niweze kusimama mbele yako katika siku hii ya leo. Walikuwepo watumishi wengi ambao wangeweza kusimama, ambao wako vizuri, wako viwango, lakini kwa neema ya Mungu na mimi nimepata kibali hiki katika mwaka huu wa 2026 mwezi huu wa kwanza, ya kwamba na mimi kama mama niweze kusimama katika madhabahu hii. Ninamshukuru Mungu sana katika hilo. Na nirudi kwa watumishi wa Mungu, baba askofu pamoja na jopo lako lote la uongozi wako, ninakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Mungu akubariki sana. Piga makofi na vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye hamu yake na kiu yake ni kutaka kuona watu wote anaowaongoza wanakuwa katika mstari ule mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna madhabahu nyingi sana ambazo haziwezi kutoa nafasi kwa wanawake, lakini tunajivunia baba yetu ambaye anatoa nafasi kwa wamama nao waweze kusimama na kumtumikia Mungu katika madhabahu hii. Baba, Mungu akubariki sana. Kazi yako ni njema na utalipa usipozimia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu, kwa wale wageni, mimi naitwa Mary Sharutieli Kinyenzi, lakini kwa majina ya kuolewa naitwa Mary F.L. Joseph, na pia nina majina mengine yaliyoongezeka. Ni Mama Jose, Mama Elia, Mama Frederick, Mama Lesa. Kwa hiyo Mungu amenibariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu pia, na nitoe salamu pia kwa mume wangu. Hayupo mahali hapa, ameelekea Kigamboni. Tulipatwa na msiba, kwa hiyo imebidi yeye aende kwenye msiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya kusema hayo, naomba tuendelee, tuingie sasa kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakaribishe wote. Mawazo yako, akili zako na kila ulicho nacho, embu kibadilishe, kitoke kule kilikokuwa. Yawezekana ulikuwa unawaza nyumbani, hujaweka mazingira vizuri, lakini nakuomba sasa akili yako irudi mahali hapa ili Roho Mtakatifu akuhudumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Naomba tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tutaenda kujifunza. Mstari wetu mkuu utakuwepo pale katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Naomba wasomaji wazuri, kama projector iweze kufanya kazi, basi niombe wasomaji wazuri ambao wanaweza kanisaidia kusoma. Kumbukumbu la Torati sura ya 4, tutaanzia mstari wa 1, lakini lengo langu kubwa liko katika mstari wa 4. Tutaanzia mstari wa 1 ili paeleweke vizuri, lakini lengo langu kubwa liko katika mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba wote tuinue vichwa, tuangalie mbele. Kama sijataja kichwa cha somo, sijui unaandika nini, sielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo bado sijataja, kwa hiyo kaa tayari. Nikitaja kichwa cha somo ndio uendelee kuandika, usiandike kitu ambacho sijakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 1 inasema 1, 2, twende. Sasa sikilizeni amri na hukumu niwafundishazo, ili mzitende, mpate kuishi na kuingia na kumiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Mstari wa 2, msiongeze neno niwaamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamuruzo. Mstari wa 3, macho yenu yameona aliyotenda Bwana kwa sababu ya Baal-Peori, maana wote waliomtafuta Baal-Peori Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Mstari wa 4, bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Amen. Bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata
hata. Kichwa cha somo kinasema ambatana na Bwana ili uishi. Ambatana na Bwana ili uishi. Wako watu wengi wamejiambatanisha na vitu vingine ambavyo haviwezi kuwasababisha wao waishi. Wako wengi wameambatana na marafiki ambao hawawezi kuwasababisha wao waendelee kuishi. Wako watu ambao wameambatana na shughuli na mali walizonazo, lakini haziwezi kuwasababisha wao waishi. Wewe ni shahidi. Wapo watu wana pesa ambazo hata hajui azifanyie kazi gani, lakini haziwezi kumsababisha yeye aishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini hapa tunasoma andiko, Musa anaongea na wana wa Israeli. Wakati wako pale kando ya mto wa Yordani, wanajiandaa kuvuka ili waelekee Kanaani, Musa anawaketisha, anaongea na wana wa Israeli. Anawaambia, embu wana wa Israeli nisikilizeni. Ili kwamba muweze kuishi, sikilizeni maagizo ya Mungu na mpate kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wamesafiri njiani, wamechoka, safari ni ndefu. Wamekuwa na matuo mengi ambao walikuwa wamepumzika. Lakini wanapofika katika kituo cha mwisho, Musa anawaambia, sikilizeni niwaambie. Musa anawapa mausia wana wa Israeli. Na wakati Musa anawapa mausia wana wa Israeli, tayari Musa ana taarifa ya kwamba yeye hawezi kufika wapi? Kanaani. Lakini pamoja na kuwa tayari alishapewa taarifa ya kutokufika Kanaani, hakuacha kusema maagizo ya Mungu kwa wana wa Israeli. Haleluya. Angekuwa kama wewe na mimi tungeandamana, si sawa? Musa amewatoa wana wa Israeli katika mazingira magumu. Ameingia katika hatari kubwa. Lakini Musa anaambiwa, hapana, wewe hufiki. Na waliosababisha Musa asifike Kanaani walikuwa ni kina nani? Bwana tuhurumie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe watu pia wanaweza kukusababisha wewe usifike Kanaani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa anaongea na wana wa Israeli. Anawaambia, mmeona kwa macho yenu yaliyowapata ndugu zenu ambao mlikuwa pamoja kwenye safari moja. Mlianza safari kwa pamoja. Mlianza safari kwa nguvu na kwa ushindi. Mlianza safari kwa jeuri. Mlianza safari mkiwa na Mungu, lakini wenzenu wameishia njiani kwa sababu hawakumheshimu Mungu. Wameenda kumwabudu Mungu Baali Peori. Wameshindwa kuendelea na safari. Wakiwa pale katika mto ule, wamesubiri wavuke. Mungu anafanya matengenezo ili wasiohusika wasiende Kanaani. Wanaoingia Kanaani ni wanaohusika peke yake. Mungu wetu atusaidie sana. Mwambie rafiki yako, tuko katika matengenezo. Tuko katika kituo cha matengenezo. Roho Mtakatifu analitengeneza kanisa. Yule atakayesimama katika msingi wa neno la Mungu, huyo peke yake ndiye atakayeingia mbinguni, na wala sio vinginevyo. Hatuingii mbinguni kwa kupakwa mafuta, wapendwa. Hatuingii mbinguni kwa kukanyaga mafuta, hapana. Tunaingia mbinguni kwa kulisikiliza neno na kumtii Roho Mtakatifu na viongozi wanaoweza kutuongoza vizuri. Hao ndio wanaoweza kutufikisha mbinguni. Leo hii watu tumechoka. Tunatamani kuombewa tu. Tunatamani tuambiwe maneno mazuri mazuri. Tunatamani kuona mtu anaumwa, basi uletewe keki, uletewe mafuta, uletewe vitu ambavyo vitakusaidia. Wengine wanabeba na vitu visivyofaa. Eti ni vyombo vya upako, sijui. Vifaa vya upako. Unashindwa kumtafuta Mungu. Nakwambia hakika usipolisikiliza neno, usipomsikiliza Musa, usipomsikiliza Frederick Simon, nakwambia hakika huwezi kuiona mbingu. Utaishia hapa hapa duniani. Musa anawaambia wana wa Israeli, nisikilizeni. Sikilizeni niwaambie. Mmeona wenyewe kwa macho yenu ya kwamba wale waliomwabudu Baali Peori wameishia, wamekufa, Mungu amewaua. Mungu hana masiara. Haijalishi wewe ni nani. Sikiliza. Mungu amebeba gharama kuwatoa wana wa Israeli Misri. Nyie ni wasomaji wa Biblia, mnajua kimbwembwe alichokutana nacho wakati anawatoa kwa Farao.
Mungu anafanya miujiza na Farao anafanya miujiza yake, lakini aliogopa kuwaua walipoenda kinyume na mapenzi yake. Mungu hana mchezo. Wewe ukiamua kufanya mchezo, fanya mchezo, lakini Mungu hana mchezo. Akiamua kukuangamiza na kuangamiza kama hutatembea katika msingi wa neno lake. Haijalishi wewe ni nani. Ikiwa Musa mwenyewe hakuweza kufika Kanani, sembuse wewe. Mungu wetu atusaidie sana. Musa anawaambia nisikilizeni ili muweze kuishi. Wale walioambatana na Mungu, bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja hata leo. Kwa sababu gani? Katikati ya watu waovu, kumbe bado Mungu amejisazia watu ambao wanaweza kusimama katika msingi wa neno la Mungu. Haijalishi dunia inasema nini, haijalishi dunia ikoje, lakini wapo watu ambao bado wanamheshimu Mungu na kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunaogopa kuitwa washamba, eti kwa sababu hatuendi na wakati. Kubali kuitwa mshamba, usiende na wakati, lakini uende kama neno la Mungu linavyotaka. Usiende kama mwanadamu anavyotaka, usiende kama dunia inavyotaka, bali uende kama Mungu anavyotaka. Wewe ndio unayeweza kuambatana na Mungu peke yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii unakuta watu wako wanahangaika na dunia. Wanataka wajiambatanishe na dunia. Wanataka wafanane na dunia. Wewe watu wa kisasa. Lakini mimi nakwambia Biblia haijabadilika hata siku moja. Yeye Bwana ni yeye yule jana, leo na hata milele, na kamwe hataweza kubadilika. Dunia ijapobadilika, mwanadamu ajapobadilika, Mungu wetu hawezi kubadilika. Na neno la Mungu haliwezi kubadilika hata siku moja. Neno la Mungu litadumu milele na milele. Kwa hiyo tamani kuambatana na Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambatana na Bwana. Tamani kutembea katika msingi wa neno la Mungu. Tamani kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wapo watumishi wengi wanaolihubiri neno. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu turudi pale Hesabu sura 25 tuangalie kidogo pale. Kuna nini hao waliomwabudu Baal Peori? Hesabu sura 25 na mstari wa kwanza pale tuanze. Hesabu sura 25 mstari wa kwanza inasema, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Sema wanawake wa Moabu. Sema wanawake wa Moabu. Kina mama nyamanzeni, nataka wa baba. Wanawake wa Moabu. Mnawajua wanawake wa Moabu wakoje? Mnawajua eh? Leo hii wababa wengi wamepata shida kwa ajili ya wanawake wa Moabu. Wapo kila kona. Watu wameshindwa kusimama katika ndoa zao kwa ajili ya wanawake wa Kimoabu. Wakajikuta Waisraeli wanamkosea Mungu kwa sababu ya wanawake wa Kimoabu. Na kama upo mama wewe hapo unataka kufanana na wanawake wa Kimoabu, pole, mbingu huioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanaume wa Kiisraeli wakamkosea Mungu kwa ajili ya wanawake waliokuwepo pale Moabu. Wamevaa Moabu, wamevaa kahaba, wakitembea wanaume wa Kiisraeli, macho na shingo vyote vinageuka. Wakasahau kwamba wao ni taifa teule. Mungu amewakomboa kutoka katika mikono ya Misri, anawavusha kwenda Kanani. Wakasahau kwa ajili ya wanawake wa Kimoabu. Kwa nini unataka kujitoa kwa Bwana kwa ajili ya wanawake wa Kimoabu? Wanawake wa Kimoabu hawawezi kuambatana na wanaoambatana na Bwana. Wanawake wa Kimoabu hawawezi wewe kukufanya umpende Mungu. Wanawake wa Kimoabu hawawezi kukufanya wewe umheshimu Mungu, bali wanawake wa Kimoabu wanatamani wewe uanguke uwe sawa na wao. Simama katika nafasi yako wewe kama baba. Mwangalie Mungu, mwangalie mke wako. Mwambie Mungu, asante kwa kunipa mwanamke mzuri. Na kama kuna kasoro yoyote, Mungu ndiye anaweza kumrekebisha mtu, na wala sio wewe mwanadamu. Mungu wetu tusaidie sana. Wakati mnachumbiana, mnaambiana mambo mazuri, mambo matamu,
Lakini akishazaa mara moja tayari huyo ni gunia la kukanyagia. Unaenda kutafuta wanawake wengine. Ushindwe kwa jina la Yesu. Embu endelea na safari, acha kukaa kwa Moabu, bali ujiambatanishe na Mungu ili uishi. Walioambatana na Mungu ndio wanaoishi peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio wababa tu, wako na wamama pia. Wako wamama wengi wanavaa kahaba wakati wote. Unataka nini? Halafu nasema umeokoka. Umeokoka unaenda wapi? Unakuta mtu amevaa nguo imembana hata hawezi hata kujitikisha hivi. Nguo yenyewe mpaka alala tafuta mtu akumsaidia kuvua. Ushindwe kwa jina la Yesu. Vaa kama watakatifu wanavyopaswa kuvaa, ili umheshimu Mungu wako na ujiambatanishe na Bwana. Hatuji kanisani kufanya maonyesho, wala hatuokoke ili tuje kufanya maonyesho. Tunaokoka ili tumheshimu Mungu, tumpendeze Mungu pamoja na wanadamu. Mwanadamu akikuangalia aseme hakika wewe umeokoka, sio waweke maswali kwako. Walioambatana na Bwana wanaishi hata leo hii. Jiambatanishe na Bwana. Jiambatanishe na Bwana ili uishi uwe salama. Haleluya. Waliojiambatanisha na Bwana wako salama. Wanawake hawawezi kuwagusa. Ndio. Wewe wanakufatafata, kwani wewe mzoga mpaka wakufatefate? Simama katika nafasi yako uone kama kuna mtu atakayekufuatilia. Mtu ambaye amemheshimu Mungu na kuambatana na Bwana, mtu anajiuliza mara mbili. Lazima wajiulize, yule mama kaokoka haingiliki yule. Yule baba kaokoka haingiliki. Lakini ukijiachia atakutumia anavyotaka yeye. Mungu wetu atusaidie sana. Aya, mstari wa 2 nasemaje? Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao, watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Endelea. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Mungu wetu atusaidie sana. Ishi hapo. Hasira ya Bwana ikawaka baada ya wana wa Israeli, taifa lililokuwa limechaguliwa na Bwana, taifa ambalo Mungu alikuwa amekusudia wapeleke sehemu nzuri. Baada ya kuyaacha maagizo ya Mungu, wako mahali pale wameanza safari na wanataka waendelee ili wafike Kanani, wakajichanganya. Mungu akaachana nao. Akasema sasa nyie mtaishia hapa. Sikiliza, tuko katika nyakati hizi tunaongelea habari za wana wa Israeli, lakini leo tunaongelea kwa habari ya Watanzania walioko mahali hapa Tegeta, ya kwamba tukishindwa kujiungamanisha na Mungu, Mungu haoni shida kutupoteza na kuangamia. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu wetu atusaidie sana. Yaani Mungu hana shida na watu ambao labda wewe unajiona wewe ni mtu wa namna fulani, labda wewe ni mtu wa cheo fulani, labda wewe ni mtu wa nafasi fulani. Mungu hayuko hivyo. Akiamua kukuangamiza usipofuata masharti, anakuondoa. Mungu wetu atusaidie sana. Lakini ninachoamini ni kwamba kati ya watu waliojiungamanisha na Baal Peori, bado wako watu ambao hawakujiungamanisha na Baal Peori, wakaendelea kumheshimu Mungu, wakaendelea kumtukuza Mungu na wakaendelea kumpenda Mungu, na hao ndio waliosalia na wanaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie rafiki yako, jiungamanishe na Bwana, usijiunganishe na Baal Peori. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi unapita mazingira gani, haijalishi uko wapi, jiungamanisha na Bwana ili uwe salama. Yawezekana uko katika wakati mgumu, katika eneo ambalo si salama kwako. Yawezekana katikati ya wale ambao unaishi nao hakuna anayemjua Mungu, lakini wewe unamjua Mungu. Jiungamanisha na Bwana ili wewe uwe salama. Haleluya. Kwani kina Shadraka na Abednego mpaka tunawasoma leo hii, si walijiungamanisha na Mungu? Wakati wako mahali pale Babeli, ni kwa watu waabudu miungu, ni kwa watu wasiomjua Mungu. Lakini kwa kuwa wao walikuwa wanamjua Mungu, wakasema hakika tuwezi kuungana na hao watu, na wala hatutakula vitu vilivyo najisi, kwa sababu sisi ni watakatifu. Hatuwezi
kujiungamanisha na watu wasiomjua Mungu, sisi tutakuwa tofauti. Na wewe hapo ulipo unaweza ukawa tofauti na wengine. Mungu wetu tusaidie sana, kwa sababu tayari unaijua kweli. Kwa unaweza ukaishi tofauti na wengine kulingana na mazingira unayoishi. Yawezekana hawamjui Mungu, huko katikati ya watu wasiomjua Mungu kabisa. Lakini kupitia wewe basi watu wapate kujifunza kutoka kwako. Watu wajue hakika wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haijalishi uko kwenye mazingira gani, jiungamanishe na Bwana. Haleluya. Wale waliojiungamanisha kwa Bwana, walioambatana na Bwana, walikuwa salama. Na wewe uwe salama katika jina la Yesu Kristo. Uwe salama katika jina la Yesu Kristo. Popote utakapokuwa, achilie Mungu akuzingire. Mwachie Mungu akufunike. Usiruhusu vitu vingine vitawale maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaporudi katika kitabu chetu cha kwanza ambacho ni Kumbukumbu la Torati, sura ya 4 mstari wa 4 inasema, bali wale nyinyi mlioambatana na Bwana mnaishi hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusonge mbele kidogo. Hebu tuangalie mambo yanayoweza kutufanya tuendelee kuambatana na Mungu wetu vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nimeandika mambo ya kuzingatia ili uzidi kuambatana na Bwana sawa sawa. Mambo ya kuzingatia ili uzidi kuambatana na Bwana sawa sawa. Jambo la kwanza, uwe mjinga katika mambo mabaya. Haleluya. Hapo watu watajua nimewatukana. Uwe mjinga, ndio. Uwe mjinga katika mambo mabaya. Uwe mjinga. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo mtasema nimewatukana, lakini sijawatukana, ni Biblia imesema. Uwe mjinga. Sio yani utake kujua kila kitu kisicho kuhusu. Uwe mjinga katika mambo mabaya. Wako watu wengi wanatamani, yani akiambiwa kitu anatamani aende akajaribu hata kama sio kitu kizuri kwake. Mungu wetu tusaidie sana. Watu wanatamani kuonja vitu ambavyo havistahili. Usionje kila kitu unachoambiwa kwamba ni kitamu, kitakuangamiza. Biblia inasema uwe mjinga. Warumi sura 16 mstari wa 19. Kitabu cha Warumi sura 16 mstari wa 19. Inasemaje? Kama umechelewa mtu anaweza kanisomea kwenye Biblia. Kwa maana utii wenu umewafikiria watu wote. Amen. Basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa watu wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Paulo anasema, ninawafurahia kwa ajili ya utii wenu, maana utii wenu umewafikia watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wasio na hatia katika mambo mabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. 16:19, maana utii wenu umewafikia watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wasio na hatia katika mambo mabaya. Biblia yangu inasema kuwa wajinga katika mambo mabaya. Mungu wetu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu linaposema tuwe wajinga katika mambo mabaya, ni kwamba tusiguse vitu vilivyo vichafu. Haleluya. Ili tuweze kuambatana na Bwana, lazima mambo mengine tusiyaguse. Usitake kujua kila kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja nikawa nasikia vijana wako wanaongea, walikuwa ni wa vijana wa chuo. Wanaambiana, wanaongea maongezi ambayo kwangu mimi hayakunifurahisha mpaka nikawakemea. Walikuwa wamepanga jirani yangu. Chumba chao kilikuwa kinakaribiana na dirisha la sebuleni kwangu. Wakawa wako wanaongea, wako ndani. Wanasema ili uwe na akili vizuri lazima uwe na girlfriend, uwe na boyfriend.
ndio unaweza ukasoma vizuri, akili ikatulia. Ni kweli? Hao ni wajinga. Mungu wetu tusaidie sana. Uwe mjinga katika mambo mabaya. Usiguse vitu kama hivyo. Ni kweli kwamba huwezi kusoma vizuri, akili haiwezi kutulia mpaka uwe na mwanaume au uwe na msichana? Si kweli? Wale waliojiambatanisha na Bwana wanakuwa salama, hawezi kuguswa na vitu vichafu kama hivyo, na wanapasua, wanafanya vizuri katika masomo yao. Ila kwa kuwa wamejiungamanisha na vitu viovu, wanafikiria kwa akili zao ya kwamba wakifanya hivyo ndo wanapofanikiwa, na kumbe ndipo wanapoharibikiwa. Mungu wetu tusaidie sana. Wakati mwingine wanasomeshwa na wazazi kwa gharama na kwa maumivu makali. Wazazi hawana kitu chochote, na mnajua kusomesha mtoto chuo ni gharama. Lakini unajikuta mtoto haoni, anaenda kufanya vitu visivyofaa. Mwambie ndugu yako, uwe mjinga katika mambo mabaya. Usiguse kila kitu. Acha. Jiambatanisha na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uwe salama. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisonge mbele. Natamani nimalize kwa haraka. Jambo la pili, usiogope unapopita kwenye majaribu. Usiogope unapopita kwenye majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yanayoweza kutufanya tuendelee kushikamana na Bwana, tuendelee kuambatana na Bwana. Wakati mwingine unaweza kupita kwenye nyakati ngumu. Unaweza kupita kwenye wakati wa hatari. Unapita kwenye kipindi ambacho huoni mbele, huoni kushoto kulia, msaada huupati. Lakini katika mazingira yale yale, usiogope, jiambatanishe na Bwana ili maisha yako yawe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi unapita kwenye mazingira gani, usiogope. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Pambana, simama. Endelea kumtazama yeye aliyekuita. Endelea kumtazama yeye ambaye anaweza akakufunika. Japo kuwa kuna wakati mwingine unaweza kupita kwenye mazingira magumu, hata ndugu yako wa karibu akakukimbia. Mungu wetu tusaidie sana. Ndugu yako wa karibu anakukimbia. Najua huwezi kunielewa, lakini hebu tunapoenda kumuuliza Ayubu, alikataliwa mpaka na mke wake mwenyewe aliyekuwa analala kitanda naye kimoja. Mungu wetu tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapopita kwenye nyakati kama hizo, cha msingi cha kuangalia wewe ni kujiambatanisha na Bwana ili uwe salama. Mwanadamu kama mwanadamu anachoka. Wakati mwingine kuna jinyea kitandani, atatoa hayo mavi yako, atachoka, sema naachana naye, atakufa mwenyewe, shauri yake. Lakini ashukuriwe Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo, ambaye hawezi kumwacha mtu yeyote. Pale unapoamua kujiambatanisha na Bwana, Mungu hawezi kumwacha mtu hata siku moja. Ndugu yako atakuacha, mke wako atakuacha, lakini Bwana hawezi kukuacha kamwe. Haleluya. Huyo ndio mtu wa kuambatana naye. Huyo ndio mtu wa kushikamana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unataka ukashikamane na nani? Ukishikamana na mke wako atakuacha tu. Ukishikamana na bwana wako atakuacha tu mume wako. Kuna wakati unafika anakuona kama vile hufai. Mungu wetu atusaidie sana. Fungua kitabu cha Ayubu tuangalie kidogo pale. Ayubu sura 16. Ayubu 19, tuanze mstari wa 16. Ayubu 19. Amen. Namwita mtumishi wangu wala haniitikii. Yeah. Ingawa namsihi kwa kinywa changu. Huyo ni Ayubu anaongea. Anasema mpaka anamwita mtumishi. Ukianza kule mbele kidogo, nimetaka nifupishe tusisome mambo mengi, lakini ukiangalia ile sura nzima unamwona Ayubu yuko anaongea, analalama mbele za Bwana, mpaka mtumishi wake wa ndani anamwita lakini hamuitikii, ili kwamba unapopita kwenye majaribu, wakati mwingine hata yule mtu wa karibu na wewe anaweza kukuacha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namwita mtumishi wangu wala haniitikii, ingawa namsihi kwa kinywa changu.
ninamwita lakini haniitikii. Kumbuka wakati huo Ayubu yuko kwenye majaribu mazito, watoto wake na vitu vyake vyote vimekwisha, lakini hata yule aliyeko karibu naye ambaye ni mtumishi wake anamwita, haitikii. Endelea mbele. Amen. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Nini? Hebu asome tena hapo. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Yaani hata mke, pumzi ya mme wake, pumzi ya mme wake ni kama nini? Asante, Mungu akubariki. Nashukuru. Pumzi ya mume kwa mke wake imekuwa kama nini? Kama ya mgeni, kama vile hajawahi kulala naye hata siku moja. Yaani imekuwa kama mgeni sasa, sio mume wake tena. Kwa sababu gani? Ayubu anapita katika mazingira magumu. Nami ni machukizo kwa ndugu zangu. Haleluya. Sikiliza, unaweza kupita kwenye mazingira magumu. Hata ndugu uliowatarajia watakuja kukuona hawaji. Mungu wetu tusaidie sana. Ulitarajia watakuletea hata kilo moja ya sukari ili upate kunywa chai. Hakuna hata anayepiga hodi. Umekuwa machukizo. Wanaambizana kule, wewe umepokea simu ya yule, shauri yako. Akipiga simu usipokee, yule anahitaji, anataka kusaidiwa yule. Unapokuwa katika mazingira hayo, lazima akili yako ijue ni wapi pa kugeukia kwa mtu ambaye hawezi kumwacha mtu hata siku moja. Mungu wetu tusaidie sana. Bali wale walioambatana na Bwana wanaishi. Haleluya. Mstari unaofuata. Hata watoto wadogo hunidharau. Kumbe unapopita kwenye mazingira magumu, hata watoto wanafanya nini? Hata watoto wanafanya nini? Unapita unasema, hilo ona lishakondeana kama nini? Hujawahi kuona mtu anapita watu wanakonyezana wanaangaliana? Kumbe yule mtu anapita kwenye mazingira magumu. Yuko katika wakati wa hatari. Anahitaji msaada lakini hawezi kuupata. Lakini hebu tuendelee kumuona Ayubu anasemaje. Nikiondoka huninena. Yaani wanasemezana, wanaangaliana, fulani umemuona? Mungu wangu anataka kufa kesho. Huyu kesho, yaani kesho haifiki. Alishakondeana, yuko hoi. Limemshuka. Twende. Wasiri wangu wote hadi wasiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wake ambao walikuwa wanaenda kuwaambia siri zake, wamefanya nini? Wamemchukia. Hafai. Mungu wetu tusaidie sana. Sikiliza. Haya, tuendelee. Na wale waliokuwa wananipenda wamenigeukia. Sikiliza. Unapopita katika mazingira magumu, unapopita katika wakati mgumu, yawezekana ulikuwa na nafasi ile imeisha. Ulikuwa na cheo serikalini, umefukuzwa. Ulikuwa na pesa zimeisha. Kila ulichokuwa nacho kimekwisha. Wale waliokuwa wanajibembeleza kwako wanakuacha. Sijui kama unanielewa. Yaani wale waliokuwa wanakupenda, mnakula sahani moja, ukipita mheshimiwa, ukipita rafiki yangu, ukipita, unajua ukiwa na hela unakuwa na marafiki wengi. Lakini siku ukikosa ndo utajua hao marafiki ni marafiki wa aina gani. Unapopungukiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mfupa wangu unagandamana na ngozi yangu na nyama yangu, nami nimeokoka na ngozi ya meno yangu tu. Yaani huyu Ayubu alipata shida kiasi kwamba hata ngozi na nyama vyote vimeshirikamana, vimeenda kuganda kwenye mifupa. Ina maana huyo mtu amebaki yuko kwenye mifupa mitupu. Ndio maana yake hiyo. Mungu wetu tusaidie sana. Niwekee 26 nimalizie hapo kwenye kipengele hiki. 26.
Amen. Maneno ya faraja ya Ayubu baada ya kupitia mazingira magumu. Marafiki zake wote wamemwacha, ndugu zake wote wamemwacha, kila kitu alichokitarajia, alichokuwa nakitegemea, vyote vimeharibika, lakini Ayubu anaongea neno la ushindi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongea maneno ya ushindi, anaongea maneno ya faraja, anaongea maneno ya kumtia nguvu, ya kwamba na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili huu nitafanya nini? Nitamuona Bwana. Kwa sababu gani? Ayubu amejiungamanisha na Bwana, ameambatana na Bwana, amekubali Bwana awe kila kitu katika maisha yake, na ndio maana anasema hata pasipo mwili huu nitamuona nani? Nitamuona Bwana. Hivyo ni viwango vingine kwa mtu aliyeokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu simama kama Ayubu. Tusiwe wepesi wa kulaumu na kumwacha Bwana. Mara ngapi watu wamemwacha Bwana kwa kupitia mapito ambayo wanayoyapitia. Mtu amepata changamoto ya ndoa, anamwacha Bwana. Mtu amepata changamoto ya uchumi, anamwacha Bwana. Mtu amepata changamoto kwenye masomo, amefeli, anamwacha Bwana. Hamjawahi kusikia wanafunzi waliojinyonga? Eti hamjawahi kuwasikia waliojinyonga? Si wapo? Wamefanya nini? Wamepoteza matumaini. Mungu wetu atusaidie sana. Lakini awepo mtu ambaye anaweza kaongea kama Ayubu alivyosema, ya kwamba hata kama ngozi hii imeharibika, hata kama mwili wangu umeharibika, lakini bado nina tarajia la kumuona Bwana katika maisha yangu. Bado nina tarajia ya kushikamana na Bwana na kuambatana na Bwana katika maisha yangu yote, hata kama kila kitu kimeisha. Mungu wetu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana ulitamani kusikia kubarikiwa. Pamoja na kubarikiwa, kubarikiwa ni haki yako, lakini lazima usimame katika msingi wa neno la Mungu pale unapopita katika mazingira magumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima usimame katika msingi wa neno la Mungu. Jiungamanishe na Bwana, ambatana na Bwana ili uwe salama. Haleluya. Jambo la 3, jihadhari na marafiki wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 3, jihadhari na marafiki wabaya. Tuko katikati ya jamii. Wakati mwingine unapopita katika mazingira magumu, wanakuja marafiki zako wanakwambia, bwana, hilo tatizo, hilo jaribu nalo lipitia, twende huku, kuna mtaalamu, twende akusaidie. Achana na ulokole wako, utakufa. Jihadhari na marafiki. Mungu wetu atusaidie sana. Wako marafiki wabaya tunaoishi nao. Wakati mwingine anaweza kaja kwa lugha nzuri, kumbe anataka kukupotosha. We mwenyewe ni shahidi. Ayubu mwenyewe alikuwa na marafiki zake, lakini hao marafiki waligeuka mwiba kwa Ayubu. Walitaka Ayubu aanguke, amwache Bwana. Lakini kwa uzuri wa Ayubu, jinsi alivyokuwa ameambatana na Bwana, aliwagundua kwamba hawa marafiki zake ni marafiki wataabishaji. Kumbe unaweza ukawa na marafiki lakini wataabishaji ambao hawawezi kukufundisha kitu chema. Wanataka siku zote wewe uwe mtu wa kushindwa. Mungu wetu atusaidie sana. Jihadhari na marafiki hao unaoshinda nao. Jihadhari na marafiki ambao unafanya nao kazi. Jihadhari na marafiki ambao unaenda nao mjini, wasije wakakuangamiza. Tafuta rafiki ambaye anaweza kukuunganisha na Bwana. Kama unamuona ni rafiki mbaya, achana naye. Mungu wetu atusaidie sana. Kuna marafiki wabaya tunao, wanaoweza kutupeleka sehemu ambayo sio. Usipogundua kama Ayubu, unaweza ukajikuta umekwama. Mungu wetu atusaidie sana. Humu tuna mabinti vijana vijana wa kike na vijana wa kiume. Hebu jihadharini na marafiki wabaya. Marafiki wanaweza kukusababisha wewe kushindwa kuendelea na kumpenda Mungu. Ukashindwa kusimama katika ujana wako kwa sababu ya marafiki wabaya. Mungu wetu tusaidie sana. Anakuambia twende tukanywe pombe. Bwana, usiwe mshamba. Yaani siku zote tu wewe umekalia tu urokole. Twende huku tukanywe pombe. Onja kidogo, wala kuonja sio dhambi. Unajikuta na wewe unajifanya unafanya nini? Unaonja, kumbe umeshaondoka hivyo. Dhambi haionjwi hata siku moja. Mungu wetu tusaidie sana.
Anakuambia usiwe mshamba. Siku moja niko natembea barabarani, nakuta kuna vijana wa kiume wamesimama, wako watatu. Wako wanamkonyeza binti mmoja yuko anapita. Hao wawili wanamwambia kijana mwenza, usimuogope bwana, nenda bwana. Nenda usimuogope bwana, sio mshamba. Nenda bwana kaseme naye. Na yeye anaenda anarudi. Usiwe mshamba bwana, nenda bwana, angalia amesimama, nenda. Hao ni marafiki wazuri Mungu atatusaidie sana. Yaani wanamsukuma mwenzao aende akaongea na yule binti. Ukiangalia vijana wenyewe wanaoongea bado ni vijana wadogo wadogo ambao huwezi kusema kwamba huyu anataka kuoa. Mungu atatusaidie sana. Epuka marafiki wabaya. Haleluya. Mungu atatusaidie sana. Tukisoma pale kitabu cha Esther pia hebu tuangalie pale sura ya 5. Kitabu cha Esther. Esther sura ya 5 na mstari wa 14. Hapa pia tunaona marafiki wabaya. Nimesema katika kipende hiki tujihadhari na marafiki wabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona marafiki wabaya. Rudia. Zereshi mkewe akamwambia na rafiki zake wote na ufanyizwe mti wa mikono mingapi? Hizi ni habari za Hamani. Mungu wetu tusaidie sana. Hizi ni habari za nani? Za Hamani na Mordekai. Baada ya Hamani kumwonea wivu Mordekai alipokuwa pale kwa mfalme, katika mlango wa mfalme, Hamani akaona huyu mtu. Mkisoma historia ya kitabu cha Esther utakutana na huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Hamani. Akaona kwamba si vyema huyu Mordekai aendelee kuwepo pale, kwa sababu Hamani hakuweza kumsujudia wala kuinama mbele ya Hamani alipokuwa akiingia kwa mfalme. Kwa hiyo ikikamkeleketa sana. Akaona sasa hapa nifanyeje? Sasa huyu Hamani anaenda kuwasimulia ndugu zake, anaenda kuwasimulia rafiki zake, anaenda kumsimulia mke wake. Kumbe kuna wanawake wengine pia si washauri wazuri kwa waume zao. Mungu wetu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wanawake, najua mnaweza mkanikasirikia, kuna wanawake wengine si washauri wazuri kwa wapi? Kwa waume zao. Mume wako amekuja amechanganyikiwa huko kazini, yawezekana kuna vitu vimekaa ndivyo sivyo. Baada ya kumtuliza, na wewe unaanza kusema usikubali, pambana. Unamwangamiza mwenzio. Mungu wetu tusaidie sana. Usichochee moto. Unachochea moto utabaki mjane, shauri yako. Kata wakimuua wewe utafanya nini sasa? Ya baada ya kumshauri bwana, tulia kwanza. Ukiona mtu amekuja na jazba, kuna vitu vinamsumbua, mwambie kaa, mtafutie na chupa la maji, mimina maji kwenye glasi, mwambie haya kunywa kwanza maji. Kunywa, tulia kwanza, alafu tutaongea. Sasa wewe mtu amekuja na moto, alafu na wewe unawasha kiberiti, kinatokea kitu gani? Mungu wetu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu anapokuja na jambo, mwambie tulia. Kaa chini unywe maji. Tukae tutulie, tuongee, tuyaweke vizuri. Mungu wetu tusaidie sana. Mke wa Hamani baada ya kumtuliza mume wake, anamwambia ngoja tukupe mbinu bwana. Yule Myahudi yule ndiye atakaye kusumbua. Ngoja tukupe mbinu ya kufanya. Mungu wetu tusaidie sana. Basi Zereshi mke wa nani? Mke wa Hamani. Na rafiki zake wakamwambia, bwana wewe ngoja tutengeneze mti bwana.
na ufanyizwe mti wa mikono 50 urefu wake kesho asubuhi, useme na mfalme, ili Mordekai atundikwe juu yake, ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno likampendeza Hamani, akafanyiza ule mti. Linakupendeza? Litakupendeza kweli? Mungu wetu tusaidie sana. Haya, wasomaji wa Biblia, aliyetundikwa kwenye mti huo ni Hamani, ni Mordekai? Ni Hamani, ni Mordekai? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ujue unapojiambatanisha na Bwana, pale unapokuja mazingira magumu, Mungu anakutetea kwa wakati ambao wewe hujui. Ambatana na Bwana. Wakati wanakusagia meno, Mungu anakuangalia, anaona mwanangu yule pale wakanamsema vibaya. Yale wanayokusema wewe yatawageukia wenyewe. Wewe kazi yako ni kujiambatanisha na Bwana. Ambatana na Bwana ili uwe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Epuka marafiki wabaya. Jiambatanisha na Bwana. Unapojiambatanisha na Bwana, Mungu anakutetea, Mungu anakulinda, Mungu anakutunza. Kumbe wakati mwingine wanapoanguka kule, wewe huna habari, unadunda katika Bwana, kumbe wenzako wako wanahangaika kule, na badala yake wanaweza kukuita mchawi, na kumbe sio mchawi. Wamekujaribu, wameshindwa kwa sababu umejiambatanisha na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninakusihi wewe mpendwa ulioko mahali hapa, ili maisha yako yawe salama, jiambatanishe na Bwana ili uwe salama. Wapendwa, tunaishi katika dunia ambayo imejaa kila aina ya uovu. Tusipoambatana na Bwana hatutaweza kusonga mbele, na badala yake safari ya kwenda mbinguni itaishia hapa hapa duniani. Hatutaweza kufika tuendako kwa sababu tumeshindwa kuambatana na Bwana. Mungu wetu atusaidie sana. Ambatana na Bwana. Acha uzinzi. Acha uzinzi wa kiroho. Unajua kuna uzinzi wa aina mbili. Kuna uzinzi wa kimwili na kuna uzinzi wa kawaida tu wa kiroho. Uzinzi wa kiroho ni pale ambapo mtu ameshindwa kutulia pale alipo. Mungu wetu atusaidie sana. Uzinzi wa kiroho, unaabudu hapa, kesho uko pale, kesho kuta uko kule, kesho kutwa kule tena. Yaani watumishi wote unawajua na majina yao. Wakikutafuta wewe ni unaabudu kwa nani, hujulikani unaabudu kwa nani. Mchungaji wako ni nani, haijulikani. Mungu wetu atusaidie sana. Sitasahau siku moja kuna mtu alikuja hapa, wanamuuliza unaabudu kwa nani? Nani? Yaani hata mchungaji wako humjui. Wale tuliokuwa nao wanaweza kukumbuka. Mungu wetu atusaidie sana. Ili ujue kwamba huyo mtu ana matatizo. Hivi unaweza kuabudu usijue mchungaji wako ni nani? Hilo si tatizo tayari. Hao ndio wanaoitwa wazinzi wa kiroho. Yaani hawana baba mmoja. Leo yuko huku hajajulikana, huku kashahamia huku, hajajulikana huku kashahamia huku, kashahamia huku. Huyu mtu si mtu sahihi. Anaweza kujikuta anachota vitu huku na kule, atashindwa asimamie wapi, na atakuwa sio mtu sahihi. Mungu atatusaidie sana. Simama katika nafasi yako katika nyakati hizi tulizo nazo. Nimekuambia wakati huu ni wakati wa matengenezo. Wanatakiwa watu sahihi ambao watamlaki Bwana Yesu mawinguni, sio watu wa kujichanganya katika nyakati hizi tulizo nazo. Huu ni wakati wa matengenezo. Bwana analitengeneza kanisa lake. Bwana anamtengeneza bibi harusi wake. Bibi harusi mwenyewe bado hajajitambua, yuko anamtengeneza. Hebu achana na hayo mambo unayoyafanya. Simama kwa Bwana, jiambatanisha na Bwana ili maisha yako yawe salama. Mungu wetu atusaidie sana. Ambatana na Bwana ili uwe salama. Acha kuabudu miungu mingine. Acha kuwaza mambo mengine. Shikamana na Bwana. Haijalishi unapita katika wakati gani, simama na Bwana. Haijalishi ni magonjwa au ni dhiki, ni njaa, uchumi umepigwa, jiambatanisha na Bwana ili uwe salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa ziko kwenye changamoto kubwa. Hakuna sehemu mbaya ambayo shetani anaichezea kama kwenye ndoa za wapendwa. Anachezea kweli kweli yani. Unashangaa ni kiongozi kanisani, ni mchungaji kanisani, lakini ametoka amemdunda mke wake. Hakuna amina hapo mpendwa. Ni Mungu atusaidie. Haileti furaha, haileti afya kwa kanisa. Mungu wetu atusaidie sana. Lakini hao wanasema wanaenda wapi? Wanaenda mbinguni.
Upendo unakuja kusikika hapa madhabahuni, lakini ukaenda huko majumbani kwetu upendo hakuna. Baba anaamka kivyake na mama anaamka kivyake, watoto wako kivyao vyao. Hakuna anayemjulia hali mwenzake, lakini wakikutana hapa kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Ni Bwana asifiwe au ni Bwana Shetani ndo asifiwe? Mungu wetu atusaidie sana. Unajua mambo tunatukaongea kama yanachekesha, lakini sio mambo ya kuchekesha. Ni huzuni. Kanisa linapigwa. Watu tunajikuta tunaingia na kutoka makanisani, lakini ule upendo wa kweli katika familia zetu hakuna. Watu wameshindwa wajifunze nini kwetu. Badala yake wanaanza kutunyoshea vidole, na fulani ameokoka. Yule naye katika waliokoka yumo. Wewe hujawahi kutembea sehemu unasema jamani, kuna mama fulani anaitwa Mama Josa ameokoka. Mama Josa ameokoka? Yaani hawaelewi unachokiongea ni kitu gani. Lakini mimi nakwambia katika mchana wa leo, embo badilika, jiambatanishe na Bwana ili uwe mtu sahihi na watu wapate kujifunza kutoka kwako. Haleluya. Watu wasiwe na maswali juu ya maisha yako. Watu wanapokuangalia wamuone Yesu ndani yako. Watu wanapokuangalia waone furaha ya Bwana ndani yako. Watu wanapokuangalia waone amani ya Bwana ndani yako, na watu watamani kukusogelea na kukuuliza nini wewe unafanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiambatanishe na Bwana. Musa anawaambia, bali ninyi mlioambatana na Bwana bado mnaishi. Na mimi nikwambie katika mchana wa leo, ukijiambatanisha na Bwana, Mungu atakufanyia mambo makubwa ambayo kwa akili zako na ufahamu wako huwezi, lakini yeye Bwana anakuvusha na hatimaye unakuwa salama. Watu wanabaki wanaulizana, huyu ameshindaje? Ni kwa sababu umejiambatanisha na nani? Na Mungu. Umejiambatanisha na Bwana. Wanafunzi wa vyuo, wanafunzi wa masekondari, jiambatanisha na Bwana ili muwe salama. Mashuleni kuna vitu vingi. Hadi uchawi na mapepo yanatembea mashuleni. Kweli uongo? Mashetani yanatembea vyuoni. Mashetani yanatembea mashuleni. Unashangaa kitoto kilikuwa kizuri kinaanza kubadilika. Kitoto kingine kinakuwa kichawi. Wengine wanakuja kuangalia nani anafanya vizuri ili wapeleke jina. Aya, ngoja wapeleke jina lako kwa mchawi, na hafu na wewe hujajiambatanisha na Bwana. Uone cha moto utakachokipata. Kuna kijana mmoja nilikuwa naishi naye pale nyumbani. Wengine wanaweza kumfahamu. Anaitwa Edmund. Sasa hivi yuko Iringa anasoma. Wakati ameenda shuleni, amefika kule, wachawi wakamuona. Kumbe kupitia wanafunzi wenzake tayari wakafikisha uchawi kwa yule kijana. Yule kijana amefanywa operation mara 3 ya utumbo. Akiwa form 6. Amefanywa operation ya utumbo mara 3. Mpaka sasa alisitishwa masomo, hajaanza tena masomo. Kwa sababu gani? Tayari alikuwa na shida kubwa, ilibidi ule utumbo utolewe kwanza nje. Wanamtibu utumbo ukiwa nje. Ili ujue kwamba mpaka mashuleni mapepo yapo na uchawi upo. Kwa nini ninachotaka kukuambia, ili uwe salama, embu jiambatanishe na Bwana uwe salama wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiambatanishe na Bwana. Ukiwa kazini, ambatana na Bwana. Ukiwa shuleni, ambatana na Bwana. Ukiwa sokoni, ambatana na Bwana. Ukiwa shambani, ambatana na Bwana ili maisha yako yawe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna raha kuambatana na Bwana. Mwambie ndugu yake leo yuko karibu na wewe, kuna raha kuambatana na Bwana. Mwambie tena, kuna raha kuambatana na Bwana. Kuna raha kuambatana na Bwana kwa sababu utakuwa salama. Hata kama majaribu yakija, bado Mungu atakufunika kwa wigo wake. Utabaki kuwa salama na hatimaye katika jaribu unalopitia utavuka salama. Lakini ni pale ambapo utamtegemea Mungu na kuambatana naye siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unaweza kuniambia mtumishi, mimi napita kwenye wakati mgumu, nitaambatana vipi na Bwana? Unapojua ni nani anayeweza kukupigania, ambaye anaweza kuwa rafiki mzuri wa kuambatana naye, ndipo utakapoweza kuambatana na Mungu na wewe ukawa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tusijitie moyo tunaishi katika mazingira magumu. Pasipo msaada wa Mungu hatuwezi kupenya.
Tunakutana na vitu tofauti tofauti. Wakati mwingine ndoa ni changamoto, wakati mwingine watoto wetu wamekuwa changamoto, wakati mwingine wazazi wako wamekuwa changamoto, wakati mwingine kazini kwako ni changamoto, wakati mwingine kule unakoshinda ni changamoto. Hatuwezi kushinda pasipo msaada wa Mungu. Jiambatanishe na Bwana. Jiambatanishe na Bwana mpendwa, ili uwe salama. Uko shuleni, jiambatanishe na Bwana. Mambo ni magumu, mambo ni mazito. Pasipo Mungu haiwezekani. Bwana Yesu atusaidie sana. Naenda kumaliza. Naomba niombe na watu ambao wanatamani kujiambatanisha na Bwana. Kama uko hapo unatamani kuambatana na Bwana, kimbia madhabahuni tuombe na wewe. Yawezekana una changamoto kazini kwako, una changamoto shuleni, una changamoto popote pale utakapokuwa. Unatamani nguvu ya Mungu ikufunike, unatamani ujiambatanishe na Bwana ule uwe mshindi siku zote. Kimbia madhabahuni pa Bwana. Watumishi wako tayari kukuombea. Karibu, pita mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama upo unayesema mimi natamani niambatane na Bwana siku zote za maisha yangu, sogea mbele tuombe na wewe. Sogea mbele tuombe na wewe. Ni wakati wa kumhitaji Mungu wapendwa. Ni wakati wa kuzitaka nguvu za Mungu wapendwa. Ni wakati wa kumtafuta Bwana nyakati hizi tulizo nazo. Pasipo msaada wa Mungu huwezi kushinda. Hebu tamani kuambatana na Bwana siku zote za maisha yako. Tamani kila wakati. Tamani popote pale utakapokuwa, ili uambatane na Bwana, ili Mungu afanyike msaada katika maisha yako, na hatimaye uvuke salama kule uendako. Na kile unachotamani Mungu akufanyie, unapoambatana na Bwana, Mungu anaiangalia haja ya moyo wako. Anaona hakika kweli huyu mtoto wangu ameambatana na mimi ngoja nijibu haja ya moyo wake. Mungu wetu atusaidie sana. Nyie ni mashahidi. Wakati Ayubu anapita kwenye majaribu makubwa, wakati anapita kwenye njia ngumu, alijiambatanisha na Mungu, na mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri kuliko mwanzo wake. Mungu wetu atusaidie sana. Unapojiambatanisha na Bwana, mwisho wako unakuwa mzuri kuliko mwanzo. Kwa hiyo jiambatanisha na Bwana. Mwambie Bwana, ninakuja kwako, nataka kutembea na wewe siku zote za maisha yangu. Karibu watumishi, tuombe na watu hawa. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Roho Mtakatifu aseme na wewe. Roho Mtakatifu akupe kushinda. Roho Mtakatifu akupe kutembea katika nguvu zake. Kisiwapo kitu chochote kinachoweza kukutenga na upendo wake. Haleluya. 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 Roho Mtakatifu ni mzuri. Anaweza kukuongoza na akakupitisha katika nyakati ngumu, akakupitisha na ukavuka salama. Lakini ni pale ambapo wewe mwenyewe utajitambua ya kwamba yupo mtu sahihi ambaye ninaweza nikajiambatanisha naye, ambaye ni Mungu wetu. Asante Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa neema yako. Baba, pita mbele ili uweze kuomba na watu hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba maiki nyingine. Baba, karibu, utaomba nao kwanza sala ya toba, alafu tutaingia kwenye maombezi. Weka mkono wako wa kulia kwenye kifua chako. Fumba macho yako kwa ishara ya unyenyekevu na unifuate kwa sala hii. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Neno lako ni taa. Neno lako ni taa. Inanipa nuru. Inanipa nuru. Neno lako limenionyesha. Neno lako limenionyesha kwamba nimepungua. Kwamba nimegundua. Yamkini hata nikifa nisiingie mbinguni. Hata nikifa nisiingie mbinguni. Ndio maana ninakuja kwako. Ndio maana ninakuja. Natamani kuambatana na wewe. Natamani kuambatana na wewe. Ili nipate kuishi. Ili nipate kuishi. Bwana nisamehe. Bwana nisamehe. Popote nilipokosea. Popote nilipokosea. Kwa mawazo yangu. Kwa mawazo yangu. Kwa maneno yangu. Kwa maneno yangu. Kwa matendo yangu. Kwa matendo yangu. Kwa jambo lolote. Kwa jambo lolote. Nikafanya isivyopendeza. Nikafanya isivyopendeza. Mbele zako Bwana. Mbele zako. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii. Jina langu liwemo tena. Jina langu liwemo tena. Katika kitabu chako. Katika kitabu cha uzima. Asante Yesu. Asante.
kwa kunisamehe na kunipokea. Mimi ni mwanao, katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu, wewe ni baba yetu, wewe ni mfalme wa falme. Asante kwa wema na uaminifu wako Bwana. Asante kwa pendo lako Jehova ile. Asante kwa kuwa ni Mungu mkuu, Mungu mtakatifu, unaye Baba tusikizisha maneno yako, na hatimaye neno lako linatugeuza na kutufanya sisi kuwa watoto wako, e Bwana wa majeshi. Waangalia watoto wako hao ambao Mungu wamekukimbilia wewe Bwana, wamesimama madhabahuni pako Jehova. Lengo na matumaini yao Mungu ni kutamani kujiungamanisha na wewe, ili popote watakapokuwa, mfalme wa amani Baba, wakatembee na wewe, wakatembee katika uwezo wako, wakatembee katika nguvu zako, wakatembee katika ushindi, e Bwana wa majeshi. Achilia neema yako kwa ajili yao Bwana Mungu, wafanye kuwa washindi popote watakapokuwa.